Tenda Radio. Hii ni Tenda Radio. Tenda zote ni Nesti. Unasikiliza Tenda Radio. Ramani ya fursa za zabuni. Tenda Radio. Imepewa nguvu na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, PPRA. Karibu usikilize Tenda Radio, na hii ni sehemu ya 23 maalum sana kwa ajili yako. Leo tunamtembelea mmoja kati ya wanawake waliotumia fursa ya kupata tenda za serikali kupitia mfumo wa Nesti kwa kuunda kikundi, na sasa maisha yake na wanakikundi wenzie yamebadilika. Na yeye ametoa tuzo ya Malkia wa Nguvu 2026 na akikabidhiwa tuzo hiyo na Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi Aprili mwaka huu. Nikujuze tu kwamba sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 inazitaka taasisi za serikali kutenga 30% ya bajeti ya ununuzi kwa ajili ya makundi ya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Na tenda za zaidi ya shilingi bilioni 45 zimeshatolewa kwa makundi haya, na wewe unaweza kuwa sehemu ya wanufaika. Hatua ni chache tu. Unda kikundi cha watu 5 hadi 20, rasimisha kikundi chenu kwenye halmashauri, VETA au taasisi nyingine wezeshi. Pata TIN namba ya kikundi na PPRA itawafanyia usajili wa awali kwenye mfumo wa Nesti. Baada ya hapo, mwenyekiti wa kikundi ataingia kwenye mfumo wa Nesti, yani nest.go.tz kukamilisha usajili, na hapo mtaanza kuomba tenda za serikali. Ni hivyo tu. Msaada wa kujisajili na kuomba tenda unatolewa bure. Wasiliana na PPRA kupitia namba 0736 49 49 48 au support@nest.go.tz kwa msaada wa haraka. Mimi ni Sonata Nduka, mwenye furushi la fursa. Tukirejea utasikiliza mahojiano maalum tuliofanya na Malkia wa Nguvu Bi Elizabeth. Umewahi kusikia mteja ni mfalme? Basi chukua na hii. Kwetu mteja ni wa thamani. Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, PPRA, tunapenda kuwakaribisha wadau wote wa ununuzi wa umma kupata huduma zetu, kwani tumejipanga kuwapa huduma bora. Tembelea ofisi za makao makuu ya PPRA zilizoko Tambukareli jijini Dodoma, na ofisi za kanda ya Ziwa jijini Mwanza, ofisi za kanda ya Pwani Dar es Salaam, ofisi za kanda ya Kaskazini Arusha, ofisi za kanda ya Nyanda za Juu Kusini Mbeya, ofisi za kanda ya Kati na Magharibi Tabora, na ofisi za kanda ya Kusini Mtwara. Wasiliana nasi kuhusu mfumo wa Nest kwa kupiga simu namba 0736494948 au barua pepe support@nest.go.tz. Kwa huduma nyingine zinazohusu ununuzi wa umma, wasiliana nasi kupitia 0226363854 au dg@ppra.go.tz. PPRA, tumejipanga kukuhudumia. Hii ni Tenda Radio. Tuko na Malkia wa Nguvu 2026 Elizabeth Jonathan Kasimila. Kama nilivyokuambia, yeye ndiye ambaye ameshinda tuzo ya uwezeshaji wanawake na ujasiriamali ambayo alikabidhiwa na Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel John Nchimbi, na ilikuwa hapa jijini Dodoma. Yeye ni mwenyekiti wa kikundi cha wanawake cha Kazi Iendelee cha Ipagala mkoani Dodoma, lakini pia amepata tuzo hii kutokana na ushiriki wake kwenye kuchangamkia fursa ya tenda za serikali kama kikundi maalum kupitia mfumo wa Nesti, hasa akiwahamasisha wanawake kushiriki kwa kiwango kikubwa. Karibu sana Tenda Radio. Asante ndugu mtangazaji, na hongera sana kwa kuchukua tuzo ya Malkia wa Nguvu. Asante sana, namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Yeah. Kwanza tuanze kwa utambulisho wa kikundi chenu. Ikiwa wewe ni mwenyekiti, utuambie kikundi kinajihusisha na nini na ninyi ni akina nani hasa? Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina anaitwa Elizabeth Jonathan Kasimila. Ni mwenyekiti wa kikundi cha Kazi Endelee Group kilichoko kata Ipagala jijini Dodoma. Kikundi hichi cha Kazi Endelee Group ni kina mama 5
tulioshikana kwa hali na mali kuweza kuanzisha kikundi hichi na kuchangamkia fursa za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alizoziacha katika wizara mbalimbali za 30% ya manunuzi. Kwa hiyo sisi tumezichangamkia fursa hizi kupitia mfumo wa NeST ambao sasa hivi ndio uliotufikisha hapa. Lakini vile vile tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumekuwa vinara kwa wanawake wengine kuwepa elimu na semina ili na wao waweze kujiunga. Kikundi cha Kazi Endelee Ipagala kilifata sheria na taratibu kujisajili. Ni kwamba unapoanza kuunda kikundi unapita katika ngazi ya kata ambako mnasajiliwa kwa kupata certificate ya kikundi. Mkitoka hapo mnaenda halmashauri au jiji. Kama kwa mfano hapa Dodoma sisi tunaenda halmashauri ya jiji hapa. Unasajiliwa kwa kufuata sheria na taratibu, unapewa barua ya kukutambulisha NeST ambako ndoko kwenye tenda za serikali zinakotoka. Lakini vile vile ukipata hiyo barua ya kukutambulisha kule, unatakiwa uwe na leseni ambazo husika ambazo zitaweza kufanya kazi mnazozifanya. Kwa hiyo sisi kama Kazi Endelee tulikuwa na leseni zetu 4 ambazo zinahusiana na mambo ya tenda zinazotoka na serikali. Ambazo ni usafi wa maofisini, kwa jina lingine wanasema cleaning, kwenye wizara mbalimbali za serikali. Tuna uniform ambao ni sare, leseni ya uniform hiyo ambao leseni ya sare za watumishi, kuweka mapazia, kuweka red carpet, t-shirt za watumishi. Kama juzi hapa tumepata tenda kubwa ya Wizara ya Fedha ya kupeleka sare za vitenge 1150, ina maana Tanzania nzima. Kwa hiyo tumepata hiyo tenda ya shilingi milioni 100 ambayo tumeweza kuifanya kwa wakati. Lakini sio hilo tu, tuna leseni ya labor base ambayo tunafyeka barabara pembezoni mwa barabara. Tenda zipo katika mfumo wa NeST. Yani serikali imeelekeza uzabuni huu unapatikana kwa makundi maalum bila kushindanishwa. Uzuri wa NeST inashindanisha vikundi vyenyewe kwa vyenyewe. Kwa hiyo na washawishi kina mama wengine, hizi fursa zipo na zina fedha za kutosha, kama sisi ambao tuliokuwa chini sasa hivi tumenyanyuka, tumekuwa juu. Lakini si hilo tu, na hata kuisaidia jamii kwa jumla kuweza kujipatia ajira. Umetuambia hapo kwamba mna leseni 4. Tuna leseni 4 mtangazaji. Sasa kuna hiyo leseni ya labor base. Nyinyi ni akina mama. Lakini mna leseni ya labor base. Na tayari mmeshapata tenda. Tumeshapata tenda. Mnawezaje kujigawa na kufanya shughuli kama hizo? Sasa ndugu mtangazaji, iko hivi. Labor base kama labor base hauwezi kuifanya peke yako. Labor base ni kazi ambayo ya ukandarasi ambayo sisi kama kina mama tunaifanya kwa kusimamia, lakini vile vile kuisaidia jamii ambayo kama vile vijana, kama tulivyosema kwamba tumeajiri vijana 100 ambao wanakuwa wanafyeka zimle pembezoni mwa barabara. Unajua kuona watu wanafyeka pembezoni mwa barabara hata mjini ukienda. Hizo ni ajira na ni tenda. Tunabidi hizo tenda kupitia mfumo wa NeST. Mmeanza kuomba tenda mwaka gani? Tumeanza kuomba tenda 2023. Baada ya mfumo wa NeST kuanza. Kwa hiyo sisi tulikuwa wa kwanza kuchangamkia hizo tenda na tulikuwa wa kwanza kupata hizo tenda. Lakini vile vile tumesaidia vijana wengi na wakina mama wengi wameweza kujiunga na mfumo. Ni sisi Kazi Endelee. Yes. Kwa mpaka sasa hivi kutoka mwaka 2023 ni tenda ngapi ambazo mmezipata nyinyi kama Kazi Endelee? Labda nikutajie wizara tulizofanya nao kazi na mikataba. Sisi tuko wizara Tume za Haki ya Binadamu, tuko wizara ya Nishati, tuko WCF, tuko National Audit, tuko Uchukuzi, tuko Mawasiliano, tuko USCAF, tuko RMO, tuko kwa mkuu wa mkoa wa Dodoma, tunafanya hizo kazi. Tuko wanaita TFS, mawali asili na utalii. Tupo PPRA, tunafanya cleaning pale kama Kazi Endelee. Kwa hiyo ukiangalia hizo wizara nyingi, na katika hizo wizara ni mikoa yote Tanzania nzima. Tuko Geita, tuko Mwanza, tuko Mtwara, tuko wapi, tuko wote ni Kazi Endelee. Umeona? Sasa hii zote ni fursa. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kuweka hizi fursa. Haijawahi kutokea kunyanyua kina mama kama sisi, hata vijana. Ndugu mtangazaji, mtu kama mimi mpaka kupata tunzo hii haikuwa rahisi. Wameamini kabisa, na sasa hivi watu wamechachamaa kujiunga na mfumo wa NeST ili kuweza kuanzisha vikundi vyao.
Tenda za serikali ni pesa. Nyinyi mpo watano, lakini mna taasisi zaidi ya 15 za serikali ambazo mnafanya nazo kazi. Lakini huko kote mmetoa ajira kwa watu wengine, kwa Watanzania wengine wanafanya hizo kazi. Sasa unaweza ukatuambia kwamba kwenye tenda zote ambazo mmezipata na mmezifanyia kazi mpaka sasa hivi, walau tutajie hata 2-3 na thamani yake ambazo mmepata, lakini pia utatuambia namna ambavyo faida ipo kwenye kufanya biashara na serikali. Sawa. Faida ipo. Kwa mfano kazi ya Wizara ya Fedha, nisemee tu iliyoko hapa. Tumepata milioni 110. Ambao ni tenda ya nini? Tenda hiyo tumepeleka vitenge vya Mei Mosi. Vitenge 1450. Ni Tanzania nzima, Wizara ya Fedha. Lakini tumepata TANROADS ndani ya mwezi huu mmoja kupitia mfumo wa NeST tumepata. Na hatukuwa kazi endelee peke yake, ni vikundi vingi vimepata. Lakini tumepata kazi ya milioni 76 na 600,000. Tumetumia milioni 30 kwa sababu ile ni ajira ya vijana 100 wanapofanya kazi, na sisi tunashinda site, tunazibua madaraja, tunafyeka. Sio kwamba tumesimama tu, hapana. Kwa hiyo tumekuwa vinara pia katika mkoa wa Dodoma kwa upande wa labor base. TANROADS tumeheshimisha na imetupa sapoti, imetuona jamani hawa kina mama wanastahili tuwape zawadi. Tumefanya kazi ya mfano. Hongereni sana kwa hiyo, kwa sababu ni kubwa kweli kweli. Unaweza pia ukaongea na Watanzania kuhusiana na mfumo wa NeST, hasa kwenye kutoa tenda kwa uwazi na usawa, kwa sababu nyie tayari mmeshapata tenda nyingi na mmezipata kupitia mfumo wa NeST. Uwazi na usawa wa mfumo upoje, na kuwaaminisha kwamba mfumo wa NeST hauna longolongo? Mfano upo tu kwetu, nasema kila siku. Mfano sisi tangu tumeanza kuomba tenda hizi, mfumo ule umenyooka. Ukutani na mtu wala humuoni mtu yoyote, ni wewe unavyoiomba ile tenda kupitia ule mfumo. Tunashukuru Mungu, NeST imeweka wazi na imewapangia makundi maalum tu, na wale makundi maalum tunavyoshindanishwa pale kwenye ule mfumo hakuna unayemuona, na uwazi upo sawa kwa sawa bila upendeleo wowote, kwa sababu ni mfumo ndo unaocheza nao. Hakuna mtu unayemuona wala kwenda kumwambia utanisaidiaje. Na nyuma yenu kuna Watanzania wangapi ambao mmewaajiri? Sisi mpaka sasa tuna vijana na wakina mama na watu wenye ulemavu. Sisi tumewaajiri wafanyakazi 350. Na juzi hii ya TANROADS tulipata vijana 100, jumla 450 ambao kazi ile ilikuwa ni ya mkataba, lakini walimejipatia kipato cha kuweza kujikwamua kiuchumi kwa kipindi hichi cha muda mchache. 2023 tunafahamu kabisa kwamba mfumo wa NeST ndio ulianza kutumika rasmi kabisa, na umeanza kutumika chini ya serikali hii yetu ya awamu ya 6, chini ya uongozi wake Daktari Samia Suluhu Hassan. Lolote la mwisho la kuzungumza? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa salamu nyingi, na tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maono yake ya kuleta 30% ya manunuzi katika wizara mbalimbali ya serikali, na fursa hizi kama mnavyoona tunazitumia. Shukrani zimwendee sana, na ajue kwamba sisi vikundi mbalimbali tunamshukuru, tuko nyuma yake tukiendelea kumpa support na kuhakikisha vijana wengine wanapata ajira. Lakini pongezi nyingi ziende katika ni PPRA na wafanyakazi wote wa PPRA wamekuwa wakijitahidi kutoa semina mbalimbali kwa makundi maalum kuweza kutambua huu mfumo wa NeST. Kama mimi Elizabeth imekuwa kinara sasa wa mwaka 2026 kabisa. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na tumalizia hapo kwa kusema NeST ndo connection pekee ya tenda za serikali. Nami nasema ndugu mtangazaji, NeST ndo connection pekee ya tenda za serikali. Asante sana. Huyo ni Malkia wa Nguvu 2026. Nyuma yake kuna Watanzania zaidi ya 350 ambao wameajiriwa kupitia yeye na maono yake ambayo yalipelekea kuundwa kwa kikundi cha Kazi Iendelee ambacho kipo Ipagala hapa mkoani Dodoma. Tumezungumza naye mengi na najua yapo ambayo utaondoka nayo kwa siku ya leo.
Tenda za serikali ni pesa. Kwa majina anaitwa Asha Abdurrahman Mohamed, ni mweka hazina kikundi cha kina mama wanawake wa Mam Group tunaojishughulisha na kazi za uzoaji wa taka ngumu kwenye manispaa ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Kikundi chetu tulikuwa ni watu 15, wanawake 15. Baadaye tulipokuja kusikia hizo tenda za Nesti, tukaamua tujiunge na sisi kwenda kuomba hizo tenda. Kweli tulifanikiwa. Tenda kubwa ambayo tumepata ni ile yenye thamani ya shilingi milioni 80. Lakini ukijumuisha na mitaa yote ambayo zaidi ya 10 tunazoa, tuna tenda zaidi ya shilingi milioni 800. Ndiyo, unaweza kupata tenda za serikali hata bila kuwa na kampuni. Sajili kikundi cha watu 5 hadi 20 kwenye halmashauri, kiwe cha vijana, wanawake, wazee au watu wenye ulemavu. Kamilisha usajili kwenye mfumo wa Nest, kisha omba tenda. Kwa maelezo zaidi, wapigie mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA kwa namba 0736 49 49 48. Nest, tenda za serikali ni pesa. Unaweza kusikiliza mfululizo wa vipindi hivi mtandaoni kupitia YouTube, Boomplay, Audiomack, Instagram na Facebook. Tafuta Tenda Radio TZ, subscribe na utoe maoni yako. Kuhusu mfumo wa Nest, piga simu namba 0736 49 49 48. Shukrani za pekee kwa mkurugenzi mkuu wa PPRA Bwana Dennis Simba na wote waliofanikisha kipindi hiki. Waandaaji ni Mbalamwezi Youth Group, msimamizi ni Remigia Salvatori, meneja uhusiano na mawasiliano PPRA. Mimi ni Sonata Nduka, mwenye furushi la fursa. Tenda Radio imepewa nguvu na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA.